Tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake anazoendelea kutujalia katika maisha yetu ya kila siku, na tunamshukuru kwa siku hii ya leo. Nilikuwa nimejizuia nisilifundishe hili somo, lakini basi Mungu ana mpango wake. Kila mahali ninapoenda, ninapotaka kujizuia kufundisha hili somo, lakini basi najikuta napata msukumo wa aina yake wa kufundisha hili somo. Nafikiri ni Roho Mtakatifu anataka pengine nilifundishe mwaka mzima, sababu toka nimeanza kulifundisha Januari mwaka huu mpaka leo, kila mahali ninapoenda najikuta nimelifundisha. Ni somo linalosema ugonjwa kama silaha ya Shetani. Ugonjwa kama silaha anayoitumia Shetani kuwaangamiza watoto wa Mungu. Ugonjwa kama silaha anayoitumia Shetani kuwaangamiza watoto wa Mungu. Tuna watu ambao maisha yao ya kila siku ni kumeza dawa. Inawezekana ni wewe, inawezekana ni ndugu yako au mtoto wako au jirani yako, kwamba maisha yake yote ili mambo yaende sawa anameza dawa asubuhi na jioni. Ili apate usingizi anameza dawa. Kwa maisha yake dawa imekuwa kama chakula kwenye maisha yake. Kwa hivyo tunataka tujifunze hili somo. Sisemi kwamba usitumie dawa unayoendelea kuitumia, na siko hapa kukuzuia ili usitumie hiyo dawa. Kwa hiyo usininukuu vinginevyo napoenda kufundisha hili somo, na usije ukaacha kutumia hiyo dawa kusema mwalimu leo ametufundisha, kumbe nimegundua ni ugonjwa wa Shetani, basi naenda kuacha dawa. Sijasema hivyo, wala sifundishi hivyo. Nachotaka kufundisha hapa ni ugonjwa kama silaha anayoitumia Shetani kuangamiza maisha ya walio wengi, kuangamiza vipato vya watu na kuwarudisha wengine nyuma kiafya, kiheshima, kimaadili na hata kitabia. Tutaongozwa na Injili ya Marko ile sura ya 5 aya 21 mpaka ile aya ya 34. Injili ya Marko sura ya 5 aya ya 21 mpaka ile aya ya 34. Kwa hivyo ndilo somo ambalo tutaongozwa nalo kwa siku ya leo. Kwa hiyo mimi ngoja nianze kusoma ile aya 25. Nafikiri ukiwa nyumbani utasoma hiyo iliyoko juu. Mimi nianzie ile aya 25 mpaka aya ya 34. Inasema, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika makutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Amepona msiba ule. Mara Yesu, hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka,
Akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusongasonga, nawe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyelitenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Tumsifu Yesu Kristo. Neno msiba limetamkwa mara mbili kwenye hili andiko, kwamba huu ugonjwa sio tu ulikuwa ni ugonjwa, ulikuwa ni msiba kwenye maisha ya huyu mama. Somo ambalo tunalipata kwa haraka haraka hapa ni kwamba kuna magonjwa mengine matabibu wa kibinadamu hawawezi wakayatibu hayo magonjwa. Wajuzi wa sayansi hawawezi wakatibu hayo magonjwa, isipokuwa ni Yesu peke yake anaweza akatibu. Biblia inaeleza kwamba huyu mama kwa muda wa miaka 12 alikuwa anatokwa na damu mfululizo, na Biblia inaeleza kwamba aliuza kila alichokuwa nacho kwenye maisha yake kupigania afya yake, lakini hakupona. Alimtafuta kila tabibu aliyeambiwa kwamba huyo ni tabibu au ni daktari bingwa wa wakati huo wa magonjwa ya kina mama, lakini bado alipofika kwa hao madaktari bingwa waliokuwa wanaaminika kwa nyakati hizo, bado hawakuweza kutatua changamoto aliyokuwa nayo ya kutokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Badala yake hali yake ilizidi kuwa mbaya. Ni dhahiri kwamba huyu mama, Biblia haielezi kwamba alikuwa ameoa au alikuwa ameolewa au alikuwa na watoto, lakini ni dhahiri kwamba hata kama alikuwa na mume, nina uhakika kwamba huyu mwanaume alikuwa ameshamkimbia huyu mama. Na Biblia inaonyesha, mazingira yanaonyesha kwamba huyu mama alikuwa ametengwa. Ndio maana inasema akapita nyuma ya mkutano kumtafuta Kristo. Maana yake alikuwa haruhusiwi kwa wakati huo kuchangamana na watu wengine. Alikuwa anaonekana kama najisi. Fikiri unatokwa damu kwa muda wa miaka 12. Ni dhahiri kwamba kuna aina fulani ya harufu itakuwa inatoka kwenye mwili wako. Sasa kama utakuwa unatokwa na aina fulani ya harufu, hakuna mtu atakaye kusogelewa kwa sababu ya hiyo harufu itakayokuwa inakutoka. Kwa hiyo huyu mama inaonyesha kwamba alikuwa ametengwa na jamii. Na ndipo sasa anapotaka kumfikia Yesu, anazunguka kwa nyuma. Kwa nini anazunguka kwa nyuma? Ili wasimuone. Kwa sababu wangemuona wangeweza kumuuliza na kumwambia, wewe ni najisi, hautakiwi kusogea hapa. Kuna ugonjwa unaweza ukaja kwenye maisha yako, kila mtu akakukimbia. Kuna ugonjwa unaweza ukaja kwenye maisha yako ukanuka kwa kila mtu. Kuna ugonjwa unaweza ukaja kwenye maisha yako ukaonekana kero kwa kila mtu. Kuna ugonjwa unaweza ukaja kwenye maisha yako kila mtu akakususa. Huo ni ugonjwa, na ndio hali aliyokuwa anapitia huyu mama. Ndio maana anazunguka kwa nyuma. Kwa nini anazunguka kwa nyuma? Alikuwa amesuswa na kila mtu, hakuna anayetaka kuandamana naye kwa karibu. Kwa nini? Wengine waliona kabisa huyu ukiwa naye karibu tu atakuomba hela. Ndio maana leo ukiugua, wale waliokuwa marafiki zako wa karibu hawatakuwa karibu na wewe.
wale uliokuwa unaenda nao viwanja, uliokuwa unacheka nao, uliokuwa unakula nao, ugua mwezi mmoja ukiwa utoki kitandani, uone kama utawaona hao marafiki. Na shetani anatumia huu ugonjwa kama silaha ya kuwarudisha watu wengine nyuma. Kuna watu walikuwa wamesogea pengine kimafanikio, lakini ugonjwa ulipopiga hodi kwenye maisha yao, hao watu wakarudi kuwa maskini. Unaweza kuwa ulikuwa umepiga hatua, umenunua viwanja, umejenga nyumba, umenunua magari, lakini ugonjwa unapopiga hodi kwako, unajikuta unauza kila ulichokuwa nacho kwa ajili ya kupigania afya yako. Na ndicho kilikuwa kinamkuta huyu mama. Maana yake ni kwamba hata kama alikuwa na viwanja zaidi ya 100, nina uhakika alikuwa ameviuza vyote kwa ajili ya kutegemeza afya yake. Na ngoja nikwambie, lengo la shetani huwa ni moja. Anapoleta ugonjwa kwenye familia, lengo lake anataka aidha usipige maendeleo ya aina yoyote ya kiuchumi. Kwa hiyo hata kama wewe ni mfanyabiashara, ukiuguriwa mke au mume au mtoto, maana yake ni kwamba ile faida unayokuwa unaipata kwenye biashara haitaongezeka, utakuwa unaitumia kwa ajili ya kumuuguza mgonjwa. Kama ni ndugu, wewe ni mfanyakazi, pengine mshahara utakaokuwa unaupata kulingana na kipato unacholipwa kazini kwako, hautafanya chochote zaidi ya kumuuguza yule mgonjwa unayekuwa naye pale nyumbani. Kuna watu waliugua, waume zao wakawakimbia. Kuna watu wameugua, wake zao wakawakimbia. Kuna watu wameugua, ndugu zao wakawatelekeza, wakawaacha. Kwa hiyo huu ni mlango ambao wengi pengine huwa hawajui, kwamba unaweza ukawa unaonekana unasali sana, shetani akaogopa kukufesi, lakini akafungua kimlango cha ugonjwa ambao anahakikisha kwamba huyu mtu amesimama vizuri kibiashara. Ili ile biashara ianguke, tuhakikishe mke wake au mume wake au mama yake au baba yake au kaka yake au mdogo wake anaugua, na atakapougua kipato kitakachotumika ni cha huyu mtu. Kwa sababu huwezi ukakubali mke akakufia ndani ikiwa uchumi wako uko imara. Huwezi ukakubali mume wako akafa kwa sababu ya ugonjwa na una uchumi. Kama ulikuwa na akiba, utaichukua ile akiba kwa ajili ya kupigania afya ya mke wako au afya ya mume wako au afya ya mtoto wako. Na huo una uhakika kwamba miaka hairudi nyuma unapokuwa umeugua au unapokuwa unauguza. Mwaka jana ulikuwa na miaka 20, mwaka unaokuja utakuwa na miaka 21. Lakini inawezekana ukawa umepitishwa kwenye kipindi fulani cha magonjwa, miaka yako ikawa inaharibika kupitia magonjwa. Usijue kwamba ni shetani amefungua mlango kwa ajili ya kukuzuia usipige hatua ya aina yoyote kiuchumi. Kuna watu waliugua wakamkana Mungu, wakaenda kwa waganga wa kienyeji, na kuanzia hapo imani yao ikawa haipo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukawa mtu wa rohoni. Unapoona magonjwa hayaishi kwenu, umuulize Mungu. Kuna baadhi ya familia ambazo huwa wanapokezana kuumwa. Wiki hii ataumwa mama, wiki inayokuja ataumwa mtoto, wiki inayokuja ataumwa mume.
wana mzunguko wa magonjwa mwaka mzima, kaangalie mafanikio yao ya kiuchumi. Zaidi sana utawahurumia, kwa sababu wengine wanaweza wakawa wamejikuta wameingia kwenye madeni yatakayogeuka kuwa mwiba kwao, yatakayogeuka kuwaletea aibu. Shetani analeta ugonjwa ili ugue ukakope, na utakapokopa ushindwa kulipa hilo deni. Na maana unaposhindwa kulipa hilo deni, ni aibu tayari imekupata kwenye jamii unayoishi. Tayari amekuondolea uaminifu kwa yule uliyemkopa. Leo na kesho ukipata changamoto, ukienda kwake hautasaidika, kwa sababu umeshaharibika. CV yako imeshaharibika huko nyuma tayari. Huyu mama kwa muda wa miaka 12 alikuwa anatokwa na damu mfululizo. Biblia inasema ule ulikuwa ni msiba kwake. Maana yake ni nini, au tafasiri yake ni nini? Ni kwamba huyu mama wakati wote aliyokuwa anatokwa na damu mfululizo, mambo yake yote ya kiuchumi, ya kiafya, ya kifamilia yalikuwa yamekufa. Ndio maana Biblia inasema msiba ule, na Yesu anapomwambia enenda uwe mzima tena, usiwe na msiba tena. Uwe mzima kwenye nini? Sio tu kwenye afya, ukawe mzima tena kiuchumi, ukawe mzima tena kifamilia, ukawe mzima tena kikazi. Usiwe na msiba tena. Msiba upi aliokuwa nao? Huo msiba wa kutengwa na watu sio jambo dogo. Msiba wa kukataliwa na watu sio jambo dogo. Msiba wa kukimbiwa na marafiki na ndugu na jamaa sio jambo dogo. Inawezekana hata wewe kuna aina fulani ya msiba unaopitia uliotokana na magonjwa. Tunapozungumzia msiba, hatuzungumzii tu ule msiba wa kufiwa physically, kwamba ukawa umekufa tumekuzika. Unaweza ukawa kwa nyakati za leo uko kwenye msiba wa kiuchumi, uko kwenye msiba wa kimaelewano, uko kwenye msiba wa kiafya, kwamba kila unachopata kinapitia mkono wa kushoto, kinatokea mkono wa kulia. Hakuna unachofanya. Watu wengi wao wanajisahau sana wanapokuwa wazima, lakini hawajui kwamba kesho wanaweza wakapata changamoto ya kiafya. Ni wanapokuwa wazima ndio utakapowaona wanasali. Watakapokuwa wagonjwa ndio utaona wanasali na kufunga novena mbalimbali na kutoa sadaka mbalimbali na kuomba nia za misa mbalimbali. Lakini wanapokuwa wazima, wanaona kwamba hakuna siku wataugua kwenye maisha yao. Lakini kumbe shetani anawalia timing tu, kwamba namba zako zinasomeka. Kule Tanga nilifanya semina parukia fulani. Alitokea binti moja, alikuwa na miaka karibia 26, 27. Kakiwa na miaka 12, bibi yake alikarithisha uchawi. Kwa miaka yote hiyo kalikuwa kanafanya kazi ya kichawi. Moja ya kazi ambako haka kabinti kalikuwa kanafanya, kalikuwa kanatembelea zile familia ambazo zinasali. Akikuta mama amesimama kiroho, anaenda kwa baba. Akikuta baba amesimama kiroho, anaenda kwa watoto. Ndio maana chunguza familia ambazo mama anaweza akawa anasali sana. Hiyo familia huwezi ukakosa kijana ambaye ni mlevi au mvuta bangi au kibaka. Kwa hiyo kakikuta mwanya kati ya hao, kana haribu mmoja, kamtese tu. Kalichonishangaza ni kwamba kaliniambia siku moja kalisababisha ajali ya padre.
Yaani kalijifanya padre anaendesha gari, ghafla kakajigeuza kuwa lori. Unaendesha tu gari, mara pop unaona lori limefika mbele. Yule padre alikwepa ile lori, akaingia kwenye mtaro, akapata ajali. Nambilize, kwa nini ulikuwa unataka ufanye hivyo? Kumkomesha tu. Sasa wakati tunasali mbele ya Yesu wa Ekaristi, kuna watu kalikuwa kanawafuatilia. Kakakutana na nguvu za Mungu, kakakutana na nguvu za Yesu wa Ekaristi. Mbia leo pamebadilika. Siku zingine huwa nikija kama waumini, sitaki wapokee ujumbe uliokusudiwa, na wafanya karibia kanisa zima wanasinzia. Sisemi mnaosinzia, kuna mtu anawafuatilia. Tumsifu Yesu Kristo. Nasema kazi yangu huwa ni hiyo. Ukifika tu ule muda wa mahubiri, natia watu usingizi, wanalala, wanarudi nyumbani kama walivyotoka nyumbani, hawarudi na kitu. Nilikuwa nimetumwa nihakikishe kwamba walioingia humu hawapokei ambacho walikuwa wamekuja kukifata. Bahati nzuri kakakutana na nguvu za Yesu wa Ekaristi. Tokea miaka 12 kanafanya hizo mambo mpaka hiyo miaka 26 ndio ilikuwa kazi yake. Kanaweza kakajigeuza kakawa lori, kakasababisha ajali. Anaweza kakajigeuza kakawa mjusi, kakaingia sehemu ambayo haingiriki. Sisemi sasa muwe mnaua kila mjusi mnaouona. Manake wengine wakisikia tu hata upepo umegonga kwenye bati, anasema ushindwe kwa jina la Yesu. Kumbe ni upepo tu Au paka wanapigana huko nje, utasikia anaanza kusema wameanza. Sisemi uwe na mawazo hayo. Ugonjwa ni silaha ambayo anaitumia Shetani, hasa kurudisha vipato vya watu wengi nyuma sana. Kuna watu walikuwa na maduka zaidi ya 10, leo hawana duka hata moja, kwa sababu moja tu, ugonjwa. Ulipoingia ukalamba kila kitu, wakarudi kwanza upya. Na Shetani sasa hivi anatengeneza kitu ambacho kila mtu atakiona, atasema huyu ni ugonjwa ndio umesababisha, ameuza kila alicho nacho. Lakini nyuma ya huo ugonjwa kuna nini? Angalia sasa hivi kuna watu wanaenda hospitalini, anaambiwa ana kansa, tena imefika stage ya mwisho. Yaani imeshindwa kugundulika stage ya kwanza, ya pili, ya tatu. Anakwambia sasa hivi kansa yako imefika stage ya mwisho. Niwaambie tu msichojua, katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa giza, Shetani anaweza akatengeneza magonjwa na akayaachilia hayo magonjwa na yakaonekana kwenye taswira ya kisayansi, ili kuwaridhisha watu wathibitishe kwamba yes, ni ugonjwa. Yaani anapotaka mtu afe kwa ugonjwa fulani, anatafuta sababu, au anapotaka tu mtu afe, anatafuta sababu ya huyo mtu kufa. Inajulikana kwamba amekufa kwa nini? Kwa kansa. Lakini nyuma hiyo kansa kuna nini? Kwa mkienda msibani mtaanza kusema amefariki kwa kansa. Mmepata majibu. Lakini behind the skin
Shetani ameleta huo ugonjwa. Ndio maana wengine mkikomaa sana, kuna baadhi ya magonjwa yanapotea yenyewe bila kujua yamepoteaje. Mkisali sana na kutoa sadaka sana, unashangaa ugonjwa uliokuwa unakusumbua kwa muda mrefu unapotea wenyewe, mpaka unaanza kujiuliza ugonjwa umepotelea wapi? Lakini anapokuja kwako akakuta hauna ulinzi wa aina yoyote kiroho, sema huyu tunapitia kwenye huu ugonjwa. Kumbe nyuma ya hiyo kansa, nyuma ya huo uti wa mgongo, hizo spinal cord, nyuma ya hiyo pressure, nyuma ya huo utumbo mwembamba, utumbo mpana, Shetani. Kwa sababu mnaonekana kwamba ni kizazi ambacho kimeelemika. Mkienda madaktari wakawathibitishia kwamba hii kansa inasababishwa na hiki na hiki na hiki, unaanza kuamini. Lakini nyuma, huyu mama aliyekuwa anatokwa na damu kwa muda wa miaka 12, nina uhakika kwamba alipewa sababu nyingi na madaktari kwamba huu ugonjwa wa kutokwa na damu kwa muda wa miaka 12 unasababishwa na hiki na hiki na hiki. Nina uhakika hizo sababu alipewa. Lakini pamoja na kupewa sababu kwamba huo ugonjwa unasababishwa na jambo fulani, hakupona. Angalia anapokuja kuponea kwa Yesu Kristo. Kuna magonjwa mengine utazunguka hospitali zote duniani, hautapata tiba yake, isipokuwa tiba yake utaipata kwa Yesu wa Ekaristi. Kadiri unavyotanuka, kadiri unavyoinuka, ndivyo maadui zako wanakuwa wengi. Ndio maana sasa wengi wameshindwa uzalendo kwa Mungu. Wanajikuta sasa utajiri wao wanaenda kuutafuta huko wanakoenda kuutafuta. Kuna watu ambao kazi zao zikiwa zinaenda vizuri huwa hawakumbuki kutoa sadaka. Kuna watu ambao watoto wao wakiwa na tabia nzuri huwa hawakumbuki kutoa sadaka. Kuna watu ambao ndoa zao zikiwa hazina mafarakano ya hapa na pale hawakumbuki kutoa sadaka. Kuna watu ambao cheo chake kikiwa hakina misuguano ya hapa na pale hakumbuki kutoa sadaka. Lakini kumbe Shetani anampigia mahesabu. Sema ngoja ufike tu kwenye lile eneo tunalokusubiri tukunyooshe vizuri. Kwa nini? Kila kitu huwa kinaanzia rohoni. Shetani anapokuja kwenye ulimwengu wa kiroho akakuta wewe hauna ulinzi wa aina yoyote, anaweza akakuharibu namna anavyotaka na inatokea. Sasa unakuja kugundua too late, umechelewa. Usifikiri watu hawafanyi kazi, wanafanya sana. Lakini leo mbona hawana matokeo ya kuwaonesha watu kwamba matokeo ya kazi yetu ni hii? Lakini kila siku anatoka nyumbani anaenda kufanya kazi. Lakini ukimwomba matokeo ya kazi yake hana. Na kwenye dhamiri yake hauwezi ukamlaumu kwamba hafanyi kazi. Anafanya kila linalowezekana ili atoboe. Lakini anakutana na blocks za kutosha. Anapambana mwilini, kumbe vita yake iko rohoni.
Sasa naangalia shetani namna ambavyo sasa hivi amefanikiwa kuwateka watu kwenye eneo la ubize. Niko bize, lakini ukiugua kwenda hospitalini muda unapatikana. Lakini muda wa kwenda kuzungumza na Yesu Ekaristi hata nusu saa, kwamba nimekuja tuzungumze, nimekuja unipe ramani yako, hauna. Huwa tunaanza kuamka pale ambapo mambo yameharibika tayari. Kama ni watoto wameshaharibiwa tayari, kama ni ndoa imeshaharibiwa tayari, kama ni biashara imeshaharibiwa tayari, kama ni kazi imeshaharibiwa tayari. Ndio unakuja mpaka ukiwa na nia ya kutaka kumhonga Mungu ili akusevu kwenye hiyo changamoto unayokuwa unapitia kwa wakati huo. Lakini too late, umechelewa. Ulikuwa bize. Kuna watu wako bize mwaka mzima, anaamka saa 11 alfajiri, analala saa 4, Januari to Disemba. Lakini ikifika Disemba hana chochote anachoweza kukuonesha kwamba ubize wangu kuanzia Januari mpaka Disemba umezaa hiki. Hana. Lakini he was busy, she was busy, ila matokeo hana. Mtu anapougua ndipo anapokuwa mnyenyekevu. Lakini akiwa hajaugua ana jeuri ya kutosha. Anaweza hata akasema mnatumia muda mwingi sana kwenye misa, punguzeni matangazo. Hapo ana afya. Lakini akiugua, mwalimu nataka kukuona, naweza ukamwambia unaweza ukasubiri masaa 5, anasubiri. Five hours anasubiri. Lakini akiwa mzima, bana, naenda kwenye shughuli zangu. Nenda. Kuna pointi itafika utagundua kwamba ni heri ungeutumia muda mwingi kumshukuru Yesu Ekaristi kuliko kuonekana uko bize kwenye jambo ambalo halikupi matokeo ya aina yoyote. Tunavyozungumza, kuna watu wako wana miezi 3 wanapumulia mashine kwenye hewa ambayo sisi tunaivuta bila kuiona. Tunavyozungumza, kuna watu wako sasa hivi kwenye mamashine mbalimbali, wanatamani wapate hata dakika moja tu waende kwenye mazingira ya kanisa, lakini huo muda unawakosa. Lakini walipokuwa na huo muda, walikosa muda wa kwenda mbele ya Yesu Ekaristi. Tunavyozungumza, kuna watu wana kesi mwaka mzima mahakamani, wanataka kudhulumiwa haki yao ya msingi, lakini walipokuwa na nafasi hawakuona kama kuna cha maana cha kwenda kuzungumza na Yesu Ekaristi. Kwa nini uje kwa Yesu Ekaristi ukiwa umedhoofika? Ulikuwa wapi ulipokuwa na afya njema? Ni siku gani ulienda kwa Yesu Ekaristi ukamwambia leo nimekuja kukushukuru kwa sababu na afya njema? Endelea kunilindia hii afya njema nifanye kazi. Shetani anapotaka watoto wako wasitimize hatima, anaweza akaleta ugonjwa utakao kusambaratisha na mke wako au na mume wako.
Anaweza akaleta ugonjwa utakaokuua mapema, watoto wako wakue bila baba, bila mama. Ukiangalia ni kwamba haukusimama kwenye zamu yako kama kuhani wa kiroho kwenye familia yako. Nikiwa parokia fulani, kuna jambo liliniumiza sana. Ndo nimetoka kwenye ile parokia, ndo nimeenda kwenye ile parokia, maharusi wa wiki moja walikuwa wamefunga ndoa. Wakiwa wanatoka wakapata ajali, wote mke na mume wakafa. Nikiwa kwenye hiyo semina, tunaendelea na semina. Siku ya kwanza ya semina, watu hawakufika 10 kwenye hiyo parokia. Paroko akaniambia, yaani hawa hata uwaite vipi hawaji. Mimi nikawa nimejua. Kaamka usiku kwenye saa 6, nikamwambia Father, nitatoka kwa nasali. Kazunguka, kaingia mjini. Ule muda wanaojiandaa kwenda kuanga, na mimi nikaamka huo muda. Kaingia mjini na chumvi yangu ya baraka, nikasali, kaambia Mungu, hao watu nataka kesho niwaone kanisani wamejaa, na naomba unioneshe huyu anayeleta upinzani anatokea wapi. Unioneshe. Kesho yake wakajaa. Sasa wakati mwingine mkwala unasaidia. Tumemaliza kumwabudu Yesu Ekaristi. Kawaambie hivi, kama kuna mchawi anasali hapa, achague mawili kabla semina haijaisha, au ameleta hayo madudu yake anayotumia kwenye uchawi. Au na hapa Bunda tufanye? Tumsifu Yesu Kristo. Basi nikaambia cha kwanza, au ameniona kabla semina haijafika mwisho, la sivyo asiponiona kabla semina kufika mwisho atakuwa amekufa. Kesho yake asubuhi mama mmoja, huyo baba nikuone. Mama, si nilisema sionani na watu? Baba nikuone, kuna tangazo umetoa jana. Kumbe ni wewe. Kaambia una nini na nini, nenda uvilete vyote.
Akaniambia, naomba niungame baba. Nini? Mimi sio padre. Ungame kwa padre. Nataka kukuambia. Sema ile ndoa ambayo wiki moja imepita hapa kuna maharusi walifunga. Niliwaangamiza mimi. Ngambia, sasa hayo natakiwa ukaungame kwa nani? Ukaungame. Kwa nini? Asema, na hata watu kutokuja. Tumekaa vikao tukanuiza wasitokee. Asema akakutana na nguvu za Yesu wa Ekaristi. Kuna maeneo unaweza ukawa unaishi kama haujasimama vizuri kwa Yesu wa Ekaristi, wewe una uhakika kwamba itakuwa ngumu sana kwako kutoboa. Sasa uzuri huwa napenda experience. Nikapata muda sasa wa kumuuliza na maswali. Huwa mnafanyaje? Bia kuna watu wengi leo wanaugua siku na mchana. Haya magonjwa tumetengeneza sisi. Sasa sijasema kila ugonjwa unaletwa na shetani, sijasema. Lakini kwa asilimia kubwa ni hivyo. Mungu aliyekuumba baadaye akakubarikia akasema nenda ukaongezeke, ukatawale, hawezi akakuletea shida za namna hiyo. Ukiona ugonjwa pengine umekuja kwenye maisha yako, pengine unakutaabisha kwa ajili ya toba ya ndugu zako au wewe mwenyewe, ili utakapoondoka duniani uwe hauna deni la aina yoyote. Magonjwa ya aina hiyo yapo, msalaba wa aina hiyo upo, lakini ndani yake huwa kuna amani. Huwa kuna amani. Na ugonjwa wa aina hiyo mara nyingi hautakutenganisha wewe na Kristo. Lakini ukiona ugonjwa umefika mahala mpaka unamkatia Mungu tamaa, unakosa somewhere. Sasa mabomu yanatumwa huko, yanalipuka tu. Kwa nini hatujasimama kwenye nafasi zetu? Biashara zetu zinarogwa kirahisi na zinarogeka, zinafungwa kirahisi na zinafungika. Kazi zetu zinarogwa kirahisi na zinarogeka, zinaharibiwa kirahisi na zinaharibika. Hivi ukiwa umelala, una duka hapo mjini, ukiwa umelala, watu wakaja wakawa wanazunguka ile duka usiku, wanasema asiuze. Wametoa masadaka yao huko, wanakuja wananuiza. Hivi unafikiri utatoboa wapi kama wewe hausali na hautoi sadaka na hautoi zaka? Ngoja niwaoneshe hapa Injili ya Mathayo sura ya 13. Matthew, Injili ya Mathayo sura ya 13 ile aya ya 24. Anasema hivi, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, hebu sema walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Walipolala. Umepata kazi ukalala, adui anakuja anapanda magugu kwenye hiyo kazi uliyopata. Umefungua biashara, adui anakuja anapanda magugu kwenye hiyo biashara uliyofungua. Umefunga ndoa ukalala,
adui anakuja anapanda magugu kwenye hiyo ndoa uliofunga. Umepata watoto, umelala, adui anakuja anapanda magugu kwenye hao watoto na kwenye huo uzao uliopata. Unawaona hao watoto kama baraka, lakini adui anakuja anasema wawe laana. Unawaona kama watoto ambao watakuwa na tabia nzuri, adui anakuja anapanda magugu kwamba hao watoto wawe chanzo cha huyu baba kuumwa, huyu mama kuumwa. Ndio maana wale watoto wako leo ndio wamekuletea magonjwa mengine leo. Kuna watu leo wanaumwa kwa sababu ya watoto wao waliowazaa. Mtoto amesababisha umepata sukari, amesababisha umepata presha, kwa sababu tu ya msongo wa mawazo, kwa sababu tu huyo mtoto ameonekana aibu kwako. Leo anaiba hapa na pale. Utasimama utazungumza nini mbele za watu kama mtoto wako ni mwizi na watu wanakuona kila siku unasali? Utakutoa ushuhuda gani kwenye jamii, kwenye kanisa na kwenye ulimwengu? Ulipolala akaja adui akapanda magugu. Wewe umepata kazi, unafurahi kupata kazi, adui anaenda na panda magugu kazini. Unashangaa kazi yako inakuwa ni kazi ya kuchukiwa na bosi, wafanyakazi wenzako, unaonekana kama snitch kazini. Walipolala akaja adui akapanda magugu akaenda zake. Una afya njema leo, adui anakuja anapanda ugonjwa kwenye hiyo afya. Ni magugu hayo yamepandwa. Kilichopatikana kwa baraka, kilichopatikana kwa kusali, kilichopatikana kwa maombi, kilindwe na maombi. Kilichopatikana kwa sadaka, kilindwe na sadaka. Kama ulitoa sadaka ukafungua duka, ulilinde hilo duka kwa biashara, kwa sadaka. Kama ulitoa sadaka ukapata kazi, uilinde hiyo kazi kwa sadaka. Kama ulitoa sadaka ukafunga ndoa, uilinde hiyo ndoa kwa sadaka. Kama ulitoa sadaka ukapata uzao, ulinde huo uzao kwa sadaka. Kama ulitoa sadaka ukapata tenda, uilinde hiyo tenda kwa sadaka. Kama uliugua ukatoa sadaka na ukapona, uilinde hiyo afya kwa kutoa sadaka. Walipolala akaja adui akapanda magugu akaenda zake. Magugu yana tafasiri nyingi sana. Magugu yanaweza yakawa ni msiba, magugu yanaweza yakawa ni mfarakano, magugu yanaweza yakawa ni ugonjwa, magugu yanaweza yakawa ni umaskini, magugu yanaweza yakawa ni ulemavu. Tumkomeshe awe mlemavu. Leo anajifanya ni mzima, anajifanya anatembea kwa miguu yetu miwili. Ajali inatengenezwa katika ulimwengu wa kiroho. Asife, lakini awe mtu wa kutembelea wheelchair maisha yake yote. Magugu yametengenezwa, yamepandwa. Magugu ya tabia mbaya kwa watoto, kwamba tunahakikisha watoto wake wao walevi, yaani aone hasara kuzaa. Na kuna wanawake kwa wanaume leo wanajilaumu kwamba kwa nini nilizaa mtoto wa aina hii. Ni bora tu ingejulikana kwamba sina mtoto kuliko kuwa na huyu mtoto niliye naye leo. Kwa nini niliolewa na mwanaume wa aina hii? Kwa nini nilioa mwanamke wa aina hii? Magugu. Ulipolala akaja shetani, Ibilisi, akapanda magugu akaenda zake.
Maana yake hayo magugu ni kwamba ameshatega mitego yake, ameharibu, ameenda. Utajua mwenyewe huko. Tunakuja kushtukia too late. Unajua maana ya kuwa Mkristo, unajua maana ya kubatizwa ni kwamba wakati wote uwe rohoni, muda wote uwe rohoni. Muda wote uwe rohoni. Mtakatifu Yohane Chrysostom anasema Mkristo anatakiwa kuwa injili inayotembea. Muda wote unatakiwa kuishi maisha ya kiekaristi. Maisha ya kiekaristi ni kuwa mtu wa rohoni muda wote. Watu wanakuona mwilini, lakini mambo yako unayaamua kwanza rohoni. Asa wewe, wachawi wanakaa kikao mpaka wanafikia hatua ya kukuua, hujashtuka tu. Maana yake uko rohoni. Mpaka ajali na pango inakupata, hauko rohoni. Walipolala kaja adui, akapanda magugu, akaenda zake. Ni magugu gani yamepandwa kwenye maisha yako? Jioni ya leo, ikiwa una mahangaiko ya muda mrefu kama huyu mama ambaye alikuwa anahangaika kwa muda wa miaka 12 bila kupata tiba ya aina yoyote, tunapoenda kumwabudu Yesu Ekaristi jioni ya leo, mwambie ninagusa pindo la vazi lako. Inawezekana hautokwi damu kama huyu mwanamke kwa maana ya damu, lakini inawezekana ukawa unatokwa damu kwenye eneo la watoto, unatokwa damu kwenye eneo la ndoa, unatokwa damu kwenye eneo la uchumi, unatokwa damu kwenye eneo la kazi, unatokwa damu kwenye eneo la familia, unatokwa damu kwenye eneo la afya. Inawezekana na wewe hauna tofauti na huyu mama aliyekuwa anatokwa na damu kwa muda wa miaka 12 mfululizo bila kupata msaada wa aina yoyote. Kumbe leo mwambie Yesu Ekaristi, nimekuja kugusa pindo la vazi lako, nimekuja kukugusa.